Timu ya Mama Samia Legal Aid Company MSLAC mkoa wa Mbeya imefanikiwa kuwapatanisha Sofia Mbeleka na Betelina Mwanjala, wake wenza waliokuwa kwenye mgogoro kwa zaidi ya miaka 26 tangu ya kifo cha mume wao. Rais wa Marekani Donald Trump ametoa onyo la mwisho kwa Hamas kuachia mateka walioko Gaza pamoja na miili ya watu waliofariki na kusisitiza kuwa Marekani itampa msaada Israel wa kuwamaliza kama hawatofuata agizo hilo. Na katika michezo, ujenzi wa uwanja mpya wa kimataifa wa mpira wa miguu jijini Arusha kwa ajili ya mashindano ya AFCON 2027 unazidi kushika kasi. Naam, karibu mtazamaji wa Channel 10 Plus popote pale ulipo, ni matumaini yangu mzima wa afya njema. Mimi ni Filipina Ndwata, nipo tayari kukuangazia habari za kutwa nzima ya leo, na katika upande wa habari za michezo na burudani utakuwa naye Witness Yalanu Singalawa. Mtazamaji karibu. Timu ya msaada wa kisheria ya Mama Samia Legal Aid Campaign imefika katika kijiji cha Idiga Kasale, halmashauri ya wilaya ya Mbeya, na kufanikiwa kumaliza mgogoro wa ardhi wa wake wenza uliodumu kwa zaidi ya miaka 26 tangu mume wao alipofariki dunia miaka mingi iliyopita, ambapo hatimaye wamesuluhishwa na kumaliza mgogoro huo. Katika video hii, Betelina Mwanjala na Sofia Mbeleka anaonekana akifurahia kwa shangwe baada ya kufanikisha maridhiano na mke mwenzie. Upatanisho huu umetajwa kuwa ushuhuda wa mafanikio ya kampeni hiyo katika kutatua migogoro ya muda mrefu kwenye jamii. Tupate taarifa zaidi. Nakushukuru kwa sababu umekuja kutupatanisha na mke mwenzangu. Ni jambo la kushukuru sana mama yetu. Tumepatana, yameisha. Tangu bwanaume amekufa, alimaliza mwaka mmoja ndio ukawa umeanza mgogoro. Mpaka leo tunashukuru umeshaisha saa hizi. Tumepatana, tuko na amani. Tunaomba na watoto wapatane. Amina. Wawe kitu kimoja. Amina. Tumepatana na mwenzangu kuanzia miaka 20 na miaka 26. Mlikuwa na nini? Kulikuwa na ugomvi wa pale nyumbani pangu. Yaani huu mgogoro wa hawa kina mama, mme wao toka amefariki ana miaka kama 20 na. Sasa huo ugomvi wa mashamba ulianza tokea muda huo mpaka hii tarehe ya leo. Ulikuwa ni ugomvi yani ambao ulikuwa ni mbaya. Ulikuwa ni mbaya katika ujirani, maana mimi ni jirani yao na ni balozi wao. Kwa hiyo nina kila sababu ya kumshukuru mama yetu Samia alikotoka ameweza kuutatua huu ugomvi. Na mtazamaji, ni hayo kutokea huko mkoani Mbeya, na sasa tuangazie taarifa nyingine kutokea nchini Marekani. Rais wa Marekani Donald Trump ametoa onyo la mwisho kwa Hamas kuachia mateka walioko Gaza pamoja na miili ya watu waliofariki, na kusisitiza kuwa Marekani itampa msaada Israel wa kumaliza kama hawatafuata agizo hilo. Tupate undani wa taarifa hii. Katika ujumbe kupitia mtandao wake wa kijamii, ambapo ameitaka Hamas kuachia mateka hao haraka iwezekanavyo pamoja na kukabidhi miili ya wale waliokufa, akionya kwamba iwapo hilo halitofanyika kundi hilo litasambaratishwa. Taarifa hiyo imetoa onyo kuwa viongozi wa Hamas wasipofanya hivyo, ikiwa ni pamoja na kuondoka Gaza, kutakuwa na madhara makubwa. Tamko lake linafuatia onyo lingine la Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu aliyetaka kundi hilo kuwakabidhi mateka wote wa Israeli. Kundi la Hamasi linalotawala ukanda wa Gaza limekataa kurefusha makubaliano ya kusitisha yaliyomalizika Jumamosi iliyopita, na limeitaka Israeli kurejea mezani kwa majadiliano ya mkataba mwingine wa kusitisha mapigano. Hata hivyo, Israeli imepuuza mwito huo na badala yake imeongeza mbinyo kwa kundi hilo, ikiwa ni pamoja na kuzuia uingizwaji wa chakula na mahitaji mengine huko Gaza. Itakumbukwa Marekani iliitaja Hamas kama shirika la kigaidi tangu mwaka 1997. Mimi ni Salma Shabani na hii ni Channel 10 Plus.
Shukrani Salma Shabani kwa taarifa hiyo. Na mtazamaji, turejee hapa na tuangazie taarifa nyingine kutokea mkoani Morogoro. Jeshi la polisi mkoa wa Morogoro linamshikilia mtu mmoja aliyefahamika kwa jina la Omar Suleiman Mwanamtwa, dereva taksi kwa tuhuma za kumuua mwanamke mmoja Ulumbi Stefano, mkazi wa Kihonda, tukio lililotokea mwaka 2016. Tupate taarifa zaidi. Akizungumza na waandishi wa habari, kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Morogoro, Alex Mkama, amesema kuwa mtuhumiwa anadaiwa kutekeleza mauaji hayo mnamo Machi 2016 katika eneo la Kasanga Mashambani, manispaa ya Morogoro. Kwamba jeshi la polisi mkoa wa Morogoro kweli limemkamata huyu mtu anaitwa Omar Suleiman Mwanamtwa. Kwa sasa ana miaka 60. Ila kwa wakati ule miaka 9 iliyopita wakati wa tukio hili alikuwa na miaka 51. Huyu alikuwa ni dereva taksi, lakini pia ni mkazi wa hapa Morogoro maeneo ya Chamwino, na alikuwa akitafutwa tangu mwaka 2016 kwa tuhuma za mauaji ya mwanamke aliyekuwa anajulikana kwa jina la Ulumbi Stefano. Kipindi anafariki au anapotea alikuwa na miaka 61, mkazi wa Kihonda. Kwa wale waliokuwepo mkoani hapa, huyu bwana mama alitoweka, hakuweza kupatikana kwa kipindi chote hicho, kuanzia kipindi hicho mpaka sasa haikuweza kupatikana, na kini gari ambalo lilimbeba kwa mara ya mwisho likuja kuonekana likiwa na damu. Kwa hiyo kaa imesemekana kwamba amekufa. Kwa hiyo tukio hilo ambalo kwa wakati huo lilivuta hisia lilitokea mwezi Machi mwaka 2016 katika eneo la kijiji cha Kasanga Mashambani katika manispaa ya Morogoro, ambapo mwanamke huyo ilisemekana aliuawa na mwili wake haukuweza kuonekana mpaka sasa. Jeshi hilo la polisi linafanya uchunguzi wa tukio la askari wa jeshi la akiba na mwenyekiti wa kijiji cha Ulelingoma, wilaya ya Kilosa, kwa kosa la kuwakamata watuhumiwa wawili na kuwafanyia vitendo vya kikatili. Linafanya uchunguzi wa taarifa iliyopokelewa dhidi ya mwenyekiti wa kijiji cha Ulelingoma, inapatikana kwenye kata hiyo ya Ulelingoma, wilaya ya polisi Ruhembe au wilaya ya kiserikali Kilosa, ambaye anafahamika kwa jina la Generasco Resfori Nyang'ali. Yeye huyu ana umri wa miaka 36. Lakini pia tunamchunguza mtu anaitwa Tegemea Maganza, miaka 34, askari wa jeshi la akiba na mkazi wa Uleling'ombe. Hawa watu tunawachunguza kwa sababu ilielezwa kuwa mnamo tarehe 25 mwezi wa pili mwaka 2025 kiongozi huyo pamoja na watu wengine wawili, mmoja hapo ni huyo askari wa jeshi la akiba, waliwakamata vijana wawili kwa tuhuma ya wizi wa simu moja ambaye ni mali ya mwenyekiti huyo ambaye anafanya kazi za wakala, kuwatesa na kuwafungia kwenye ofisi ya kijiji hicho wakiwatuhumu kwa wizi wa simu kama nilivyoeleza. Kwa hiyo taarifa za tukio hilo pamoja na tuhuma za wizi vyote vimefikishwa kwenye vituo vyetu vya polisi wilaya ya polisi Ruhembe na nyingine taarifa zingine wilaya ya polisi Kilosa. Kwa muunganisho kwa pamoja tunaendelea kuzifanyia uchunguzi. Na mtazamaji, baada ya taarifa hiyo, na sasa tuelekee nchini Msumbiji. Watu 14 wakiwemo watoto wawili wamejeruhiwa nchini Msumbiji baada ya polisi kutumia risasi za moto na gesi ya kutoa machozi kuwatawanya mkusanyiko wa wafuasi wa upinzani waliokuwa wakimsindikiza kiongozi Venancio Mondlane jijini Maputo. Mamia ya wafuasi wa upinzani walijiunga kwenye msafara wa Mondlane kuzunguka mji mkuu wa Maputo, ikiwa ni mojawapo ya shughuli anazoandaa kote nchini humo kukitambulisha chama chake kipya cha siasa. Hata hivyo, inaarifiwa polisi ilitumia risasi za moto na gesi ya kutoa machozi kusambaratisha mkusanyo huo. Mratibu wa asasi za kiraia inayofuatilia shughuli za kisiasa nchini Msumbiji ya Platform Decide imethibitisha watu 14 wamejeruhiwa kwenye vurumai hiyo, ikiwemo watoto wawili. Mondlane ambaye alipata 24% ya kura kwenye uchaguzi wa urais wa Oktoba mwaka jana amekuwa akiitisha maandamano kupinga matokeo hayo, akidai yalikuwa ya wizi, na akiitisha mfululizo wa maandamano ya umma yaliyokabiliwa kwa nguvu na vyombo vya dola na kusababisha vifo vya watu wasiopungua 320. Shabani Mpute, Channel 10 Plus.
Tukitoka huko Msumbiji, turejee tena hapa nyumbani. Uongozi wa shule ya msingi Olmotoji iliyopo kijiji cha Olmotoji wilaya ya Simanjiro imewaomba wadau wa serikali kusaidia kuongeza miundombinu ya madarasa katika shule hiyo kufuatia ongezeko kubwa la wanafunzi, hususan mwaka huu 2025 ambao umekuwa na mwitikio mkubwa wa jamii za kifugaji kupeleka watoto shuleni. Shule hii ya Olmotoji imejengwa na wadau wa maendeleo shirika la ECLAT kwa lengo na kuwapunguzia watoto kutembea umbali wa kilomita zaidi ya 20 za awali kufuata huduma hiyo ya elimu, pamoja na kuongeza ari ya watoto wa kifugaji kusoma shule. Watoto 89 hawezi kukaa darasa moja. Watoto hao wanapaswa kuwa na mikondo miwili, na hata wakiendelea kuongezeka manake uandikishaji utakuwepo mpaka tarehe 31 Machi. Kwa hiyo wanaweza wakafika 100, na sasa tutakuwa na mikondo mingi na madarasa yetu ni machache. Kwa hiyo tunaomba pia ombi letu kwa shirika lile lililotudhamini kutujengea madarasa na kutupa hii miundombinu, waendelee kutusaidia kidato cha kwanza. Shule hii imetusaidia kujengwa hapa kwa sababu tulikuwa tunaenda mbali, lakini sasa hivi imetusaidia tunaenda karibu. Nashukuru waliotujengea shule hii, kwa maana kabla shule hii hawajatujengea tulikuwa tunatembea kilomita nyingi, lakini kwa sasa hivi tunaishi kwa amani na hatutembei tena kilomita nyingi. Kwa hiyo tunawashukuru sana. Kupitia shirika la ECLAT katika kuunga mkono juhudi za serikali, sekta ya elimu imejenga shule zaidi ya 50 katika maeneo mbalimbali nchini, huku 50% ya shule hizo zikiwa ndani ya wilaya ya Simanjiro, mpango ukilenga kuhamasisha jamii za kifugaji kupeleka watoto shule. Tumeweza kwa wilaya ya Simanjiro kujenga shule zaidi ya 20, tofauti na ilivyokuwa zamani. Kwa uelewa wangu, kwa jamii hii ya wafugaji hawa wa Masai wanapenda elimu siku hizi. Shule hii ya Olmotoji imesajili watoto 89 hadi sasa tangu Januari, hali inayoibua wasiwasi wa shule kuzidiwa na idadi kubwa ya wanafunzi, hivyo kuhitajika miundombinu zaidi ya madarasa. Kutoka wilayani Simanjiro mkoani Manyara, mimi ni Elia Kimani na hii ni Channel 10+. Naam, ni mwandishi wetu Elia Kimani kutokea huko mkoani Manyara. Na sasa tuelekee mkoa wa Mara. Katibu Tawala mkoa wa Mara, Gerald Kusaya, amepokea magari matatu kutoka shirika la Amref Tanzania kwa ajili ya ufuatiliaji wa huduma za afya kwa halmashauri za Bunda na Msoma mkoani Mara, huku akiagiza magari hayo kutumika kama ilivyokusudiwa. Musa Makali anaripoti. Gari haya yamekabidhiwa na meneja mradi wa shirika la Amref Tanzania kwa Katibu Tawala mkoa wa Mara, ambapo amesema magari hayo yatasaidia katika utoaji wa huduma kwa wananchi. Kwa kweli niseme kwamba halmashauri zote ambazo tunafanya kazi tunapata ushirikiano mkubwa sana, na kwa sababu tuna changamoto kubwa ya vitendea kazi kwa maana ya magari, ili kutoa huduma hizo, shirika limeona ni busara sasa kutoa baadhi ya magari tulionayo ili yakasaidie shughuli hizo. Hivi kumekuwa na shughuli nyingi ambazo tumekuwa tukizifanya, shughuli hizi za kusimamia wagonjwa wa ukimwi, lakini vile kufuatilia kuna magonjwa ya milipuko ambayo yamekuwa yakitokea. Kwa hiyo inahitaji timu nyingi ziweze kuzunguka kwenye maeneo mbalimbali kwa ajili ya kuhakikisha kwamba huduma za afya zinatolewa kwa ukamilifu. Wenyeviti wa halmashauri ambao zinaenda kunufaika na magari hayo nao wakazungumza namna ambavyo magari hayo yatasaidia kuondoa changamoto ya upungufu wa magari ambayo walikuwa wanakutana nayo. Hili gari litakuwa linatusaidia sisi katika upande wa afya, katika kusaidia afya katika wananchi wetu na katika hospitali zetu na zahanati zetu za mji wa Bunda. Halmashauri yetu bado ina uhitaji mkubwa wa magari, ukizingatia miundombinu yetu tulionayo na jiografia ya eneo letu, tunahitaji magari mengi. Jiografia ya halmashauri yetu ni kubwa. Kazi za ufuatiliaji katika huduma za afya ni ngumu. Kwa hiyo tulikuwa tunapata wakati mgumu sana kutokana na uchache wa magari tulionao na ukubwa wa jiografia ya halmashauri yetu, namna ya kuweza kufanya ufuatiliaji. Lakini kwa kuwa na gari hili, ni imani yetu sasa kwamba itatuwezesha kuweza kuwa tunafikia maeneo yote katika halmashauri kufanya ufuatiliaji na kuwahudumia wananchi. Na hapa maelekezo yakatolewa
kutunza magari hayo na kutumika kama ilivyokusudiwa. Nitumie fursa hii kuwashukuru sana wadau wetu AMREF. AMREF ni wadau wetu katika hili eneo kwa sababu wamekuwa kufanya nao katika eneo la kutokomeza ukimwi. Na niwashukuru sana kwamba haya magari waliotupatia sisi kwetu ni nyenzo nzuri sitakato tusaidia katika swala zima la utoaji huduma. Kutoka hapa mkoani Mara, jina langu ni Musa Makari na hii ni Channel 10 Plus. Baada ya taarifa hiyo kutokea huko mkoani Mara, inatupa wasaa wa kuangazia taarifa nyingine kutokea huko nchini Ugiriki. Maandamano makubwa yanaendelea nchini Ugiriki huku serikali ikikabiliwa na shinikizo la kura ya kutokuwa na imani kufuatia ajali mbaya ya treni ya mwaka 2023. Ikiwa ni kumbukizi ya miaka miwili tangu kutokea kwa ajali hiyo, waandamanaji wamesimamisha shughuli zote za kiuchumi wakitaka uwajibikaji wa kisiasa. Maelfu ya watu walimiminika mitaani Ijumaa kuadhimisha kumbukumbu ya pili ya ajali mbaya zaidi ya treni nchini humo, wakidai haki kwa waathiriwa. Itakumbukwa takribani watu 57, wengi wao wakiwa ni wanafunzi, walifariki dunia katika ajali hiyo. Na mtazamaji, tukitoka huko nchini Ugiriki turejee hapa Tanzania. Mkuu wa mkoa wa Iringa Peter Serukamba amezitaka wakala ya barabara Tanzania TANROADS na wakala ya barabara vijijini na mijini TARURA mkoani humo kuhakikisha wanaendelea na jukumu la kufanya matengenezo ya mara kwa mara ya miundombinu ya barabara ili kuzifanya barabara hizo kupitika wakati wote na hivyo kuwa na mchango chanya kwenye maendeleo ya kiuchumi kwa wananchi wa mkoa huo kwa ujumla. Mkoa wa Iringa una mtandao wa barabara wenye urefu wa kilomita 6379.72 ambapo TANROADS inasimamia kilomita 1217.71 na TARURA inasimamia kilomita 5162.02. Kufuatia mageuzi makubwa yaliyofanywa kwenye sekta ya barabara na serikali ya awamu ya 6, mkuu wa mkoa wa Iringa Peter Serukamba anaona ni muhimu sasa nguvu kuelekezwa kwenye utunzwaji wa miundombinu hiyo ambayo ni muhimu kwa ukuaji wa uchumi. Ni kufanya routine maintenance. Hata kupita tu kuona kinachoendelea. So kuna barabara zingine ukuta imeharibika ni pesa ndogo sana, kama tungefanya labda ni culvert tungekuwa tumetatua tatizo kubwa zaidi. Kwa barabara zingine tunaacha mpaka zinaharibika, tukianza kurudia gharama inakuwa ni kubwa zaidi. Na hapa likatoka agizo lingine. Lakini tatu, mwasimamie wakandarasi wenu ili waweze kujenga barabara zenye viwango kadri mlivyokubaliana kwenye mikataba yenu. Meneja wa TARURA mkoa wa Iringa Mhandisi David Tembo anasema lengo kuu la wakala hiyo ni kuhakikisha hali ya barabara mkoani humo inaboreshwa mpaka kufikia kwa 85%. Lengo la wakala ni kuhakikisha kwamba hadi mwisho wa mwaka huu walau tunafikia 85% ya mtandao wa barabara unaopitika bila shida. Mheshimiwa Kiti, lakini pia hili ni agizo la Chama cha Mapinduzi kupitia ilani ya uchaguzi. Wahenga wanasema kushukuru ni kuomba tena. Barabara ya lami inayojengwa huenda Mgama kwa kweli imefikia hatua nzuri, wananchi wanafuraha na shukrani kwa Mheshimiwa Rais. Lakini kadhalika barabara ya Ipogoro kwenda Kilolo nayo mambo yanaendelea vizuri, tunao shukrani sana. Lakini na hii barabara kwenda Samora kwenda Ruane Shampaki, basi nayo itakapokamilika itakuwa ni faraja kubwa kwa wananchi wetu. Mimi ni Clement Sanga, Channel 10 Plus, Iringa. Shukrani Clement Sanga kutokea huko mkoani Iringa. Na sasa ni mkoani Rukwa. Mtandao wa wanawake wa magereza mkoa wa Rukwa umetoa rai kwa viongozi wa taasisi zinazotumia kuni kuandaa chakula kubadili matumizi hayo na badala yake watumie nishati safi na salama ya gesi pamoja na makaa ya mawe na umeme. Tupate undani wa taarifa hii. Rai hiyo imetolewa na mnadhimu mkuu wa magereza mkoa wa Rukwa ACP Rehema Mwailunga katika hafla ya kukabidhi msaada wa kibinadamu kwa kituo cha kulelea watoto wanaoishi katika mazingira magumu cha Maria Dipolis Katandala. Matumizi ya nishati chafu kama kuni. Kwa hiyo napenda kuwashauri kutumia nishati safi, kuna umeme, kuna gesi,
kuna makaa ya mawe, ili tuweze kuunga mkono juhudi za serikali za kuweza kutunza mazingira. Tumsifu Yesu Kristo. Asante sana. Akiongea wakati wa kukabidhi msaada huo kwa uongozi wa kituo cha kulelea watoto yatima, Sergeant Saida kutoka gereza la mahabusu Sumbawanga ameeleza lengo la kufika kituoni hapo na kukabidhi msaada. Kaimu mkuu wa kituo hicho Sister Agnes Mwananjela amesema misaada hiyo ndiyo inayoendesha kituo. Katika kuelekea kuadhimisha siku ya wanawake tarehe 8 Machi, kama askari wa kike wa mkoa wa Rukwa tumekuja katika kituo cha kulelea watoto yatima kilichopo mjini Sumbawanga katika eneo la Katandara. Hii ni katika kumuunga mkono na kumsapoti Mheshimiwa Rais. Kumbe tunawashukuruni sana. Mungu awabariki. Muendelee na moyo huo. Pia Mungu aendelee kuwatangulia katika shughuli zenu ili muendelee kuwatumikia wanajamii pamoja na watoto wetu hao. Mnatusaidia sana, kuna wengine wanakuja mmoja mmoja, wanatusaidia sana kutunza hao watoto. Sio kwamba ni kwa nguvu zetu tunawalea hao watoto. Ni watu mbalimbali ambao wanakuja kututembelea hapa ndio wanaotutia nguvu za kuendelea kuwalea hao watoto, na watoto na mmewakuta wana afya njema. Ni mikono ya watu wanaokuja kututembelea hapa. Kutoka Sumbawanga mkoani Rukwa, mimi ni Wilibert Sumia na hii ni Channel 10+. Taarifa yake hiyo Wilbard Sumia. Ndivyo ambavyo inatamatisha katika upande wa habari za kitaifa pamoja na kimataifa. Na muda mfupi ujao utakuwa naye Winga Teresa Witness Elano Singalawa katika upande wa habari za michezo pamoja na burudani. Mtazamaji, tafadhali baki nasi. Namna hivyo Philipina Ndwata ananipa kijiti kukujuza mwanamichezo yapi ambayo yamejiri na yanaendelea kujiri kunako viunga mbalimbali vya kimichezo na burudani, ukiwa nami Winga Teresa Witness Ngalawa. Na moja kwa moja naanza kitaifa nikielekea katika jiji la Arusha. Ujenzi wa uwanja wa mpira wa kimataifa wa mpira wa miguu jijini Arusha katika kata ya Olimote kwa ajili ya mashindano ya AFCON mwaka 2027 umefikia asilimia 36 ya utekelezaji, ukiwa mbele ya ratiba kwa asilimia 3. Taarifa zaidi na mwanamichezo wetu Jamira Omar. Akitoa taarifa ya mradi huo kwa wanachama wa taasisi ya wanawake na Samia, mshauri mwelekezi wa mradi huo kutoka kampuni ya China Construction Engineering Group, Evodius Mwijage, amesema mradi huo wenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 286 ulianza Julai 25 mwaka 2024 na unatarajiwa kukamilika ndani ya siku 730. Hadi sasa tumeshaanza upande wa mashariki ambapo kuna floor 3, tumeshaanza floor ya kwanza. Upande wa magharibi ambapo kuna floor 4 tumeshafika floor ya pili. Upande wa kusini ambapo kuna floor 3, 2 na floor 4 tumeshaanza floor ya kwanza upande wa kusini. Mwenyekiti wa taasisi ya wanawake na Samia mkoa wa Arusha, Kabula Sukwa, amesema katika mwendelezo wa juhudi za kuunga mkono maendeleo na kuchangamkia fursa, wamefanya ziara maalum kutembelea mradi huo, ikiwa ni sehemu ya shamra za kuelekea maadhimisho ya siku ya wanawake duniani yatakayofanyika kitaifa jijini Arusha Machi 8, ambapo Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan anatarajiwa kuwa mgeni rasmi. Shukuru sana Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuona eneo ambalo litakuwa bora na sahihi zaidi kwa mkoa huu wa Arusha. Na tuna imani tutapata fursa kubwa kupitia mkoa wetu huu wa Arusha, tutapata wageni, uchumi utakuwa kuanzia kwa mtu mmoja mmoja na hatimaye kwa jamii kwa ujumla. Sasa tunawakaribisha wageni wote mje muone, kwa wanasema uone live maana hospitality nini. Tumejiandaa kumpokea kila Mtanzania atakayekuja ndani ya jiji letu la Arusha. Kutoka Arusha ni mwana michezo wako Jamila Omar. Shukrani mwana michezo wetu Jamila Omar.
Kliniki maalumu ya kusaka vipaji kwa mchezo wa soka iliyoandaliwa na taasisi ya iSports Promotion imeanza rasmi leo na inatarajiwa kuhitimisha tarehe 7 huku vijana wakiaswa kuonyesha vipaji vyao. Hebu tupate taarifa zaidi. Akizungumza na Channel 10 Michezo wakati wa ufunguzi wa kliniki hiyo ambayo inashirikisha vijana kutoka mikoa mbalimbali, mkurugenzi wa iSports Promotion Gerard Muimba amesema kuwa kliniki hiyo inalenga kuibua vipaji vipya ikiwa ni jitihada za kuunga mkono juhudi za serikali katika sekta ya michezo. Tunatafuta idadi yoyote ya vipaji as long as ni star. Yani hatuna ile kama tunatafuta mchezaji mmoja au wawili, tunachotaka ni vipaji vyote vilivyomo humu tuvichukue. Leo tunaanza hivi, lakini mwezi wa 5 tutakuwa na mzunguko wa kikanda. My expectation here in Tanzania of course is to find good players that are ready for the level in European. Kwa upande wa viongozi wa vyama vya michezo wa mkoani Manyara na ukanda wa kaskazini wameeleza umuhimu wa kliniki hiyo, huku wazazi wakiaswa kuwaruhusu watoto wao kushiriki michezo. Wangu kwa wazazi wasiwe wazito, wawe wepesi. Hizi ni fursa, kila mtu na bahati yake na pia na uwezo pia. Kwa hiyo wazazi wasisite kuwasapoti watoto. Wajua vipaji vimejaa kule interior, maeneo ya vijijini, watu wanaacha sana. Sasa nimeleta vijana kutoka sehemu mbalimbali, kwa maana kutoka maeneo ya Kateshi, Hanang, Mbulu na maeneo mengi ambao wako very strong, very tough. Najua yangu nataka nifanikiwe, nitoke hii level, niende kwenye level nyingine. Najua yangu kutoka nje ya Tanzania nikachezea kwa nje ya nchi. Tarajia yangu kushauriwa. Okay, unajiona utafanikiwa kwenye huu mchujo? Ndio. Kipi kinakupa nafasi ya kuona kwamba unaweza kufanikiwa? Nimejiandaa vizuri. Esther Mtebe, Channel 10 Michezo. Namna hivyo, michezo ni afya, michezo ni ajira. Nikiachana na taarifa hiyo nikielekea upande wa masumbwi, timu ya taifa ya wanawake ya masumbwi inatarajiwa kuanza safari tarehe 8 mwaka huu kuelekea nchini Serbia kwa ajili ya kwenda kushiriki mashindano ya dunia, huku maandalizi yakiwa yamekamilika ipasavyo. Tupate taarifa zaidi na mwanamichezo wetu. Wakizungumza na Channel 10 Michezo, kocha mkuu wa timu hiyo pamoja na wachezaji wameeleza kukamilika kwa maandalizi yao kuelekea kwenye mashindano hayo na kutumia nafasi hiyo kuwatoa hofu wa Tanzania kuwa watakwenda kuliwakilisha vyema taifa la Tanzania. Kambi inafikia tamati yake siku ya kesho. Basi niwaambie wa Tanzania kwamba wazidi kutuombea timu hii ya taifa ya wanawake kuelekea nchini Serbia kwa maombi, kwa kufunga kama hivi mwezi huu mtukufu wa Ramadhani kwenye toba zenu. Mwieke na timu yetu ya taifa. Hapa mazoezi ni ya muda mrefu na mpaka leo kufikia hatua za mwisho, mpaka Jumamosi tunaenda kwenye mashindano. Tumejipanga vizuri na tunaahidi kurudi na ushindi. Tumejiandaa vizuri na ushindi utapatikana kwa sababu kwa maandalizi tuliokuwa nayo ni ya muda mrefu, na tuna imani na tunaamini na wametuamini na wao, basi sisi ushindi tutakuja nao mkubwa sana. Kwa upande wa uongozi wa shirikisho la ngumi Tanzania BFT kupitia kwa mwenyekiti wa kamati ya wanawake Asha George ametoa pongezi kwa mdau ambaye amejitolea kuunga mkono timu hiyo kwa kuwapatia mavazi maalum yatakayowatambulisha katika mashindano hayo. Wameona washirikiane na sisi BFT kutusapoti tracksuit hizi ambazo zina bendera ya Tanzania, ili kuhakikisha kwamba wachezaji hawa wanapokwenda katika mashindano hayo basi wawe tayari na nembo yetu ya Tanzania. Tufanye donation ya vitu kama hivi kwa sababu tunajua kabisa kwamba kwa hili litaenda kutambulisha kama nchi. Mimi ni Juma Abdurrahmani na hii ni Channel 10. Taarifa hiyo kuhusiana na mchezo wa masumbwi kwa wanawake kuelekea nchini Serbia ndio inaweka utuo upande wa viwanjani kitaifa, na sasa ni ule wasaa wa kimataifa. Kunani huko? Moja kwa moja tukaungane na mwanamichezo wetu kufahamu kinaga ubaga yapi yaliyoendelea na yanayoendelea hivi sasa katika viunga mbalimbali barani Ulaya. Kwenye michezo kimataifa leo hii tutaangazia ambayo yanaendelea kujiri kwenye mashindano ya vilabu barani Ulaya.
Hatua ya mtoano wa ligi ya mabingwa barani Ulaya imeendelea hapo jana, ambapo michezo mingine minne ya mkondo wa kwanza ilichezwa katika viwanja mbalimbali barani humo. Mchezo wa mapema kabisa ulikuwa majira ya saa 2:45 ambapo wenyeji Feyenoord waliambulia kichapo cha mabao 2-0 dhidi ya Inter Milan kutoka nchini Italia. Marcus Thuram na Lautaro Martinez ndio walikuwa wapachikaji wa mabao ya Inter katika mchezo huo. Michezo mingine mitatu ilipigwa majira ya saa 5 kamili usiku, na Bayern Munich wakiwa katika uwanja wao wa nyumbani Allianz Arena waliwafurusha Bayer 04 Leverkusen mabao 3-0, huku mchezaji wa Leverkusen Nodi Mukiele akionyeshwa kadi nyekundu katika dakika 62. Harry Kane alifunga mabao 2 hapo jana na kufikisha mabao 9 katika ligi ya mabingwa, akiweka rekodi ya kuwa Mwingereza wa kwanza kufunga mabao mengi zaidi ndani ya msimu mmoja katika mashindano hayo. FC Barcelona wametamba wakiwa ugenini kwa ushindi mwembamba wa 1-0 dhidi ya Benfica. Kadi nyekundu ya mapema iliyoonyeshwa kwa Pau Kubarsi ilitia shaka kwa Barcelona kupata ushindi, lakini Rafinha Beloli katika dakika 61 aliwafungia bao pekee Barcelona katika mchezo huo. Paris Saint-Germain wampoteza katika dimba lao la nyumbani Parc des Princes kwa bao 1-0 dhidi ya majogoo wa Anfield Liverpool. Bao la Liverpool lilifungwa na Harvey Elliott, huku mlinda mlango wa klabu hiyo Alisson Becker akiokoa mashuti 9 aliyolenga lango kati ya 27 aliyopigwa na PSG na kutangazwa kama nyota wa mchezo. Mechi za mkondo wa pili zitachezwa juma lijalo tarehe 11 na 12, na washindi wa jumla katika michezo ya mikondo yote miwili watasonga kwenda kwenye hatua ya nusu finali. Hii leo mashindano mengine ya vilabu barani Ulaya yanatarajiwa kuendelea. Kwenye ligi ya Europa kutakuwa na michezo 8, vivyo hivyo kwenye ligi ya Europa Conference. Salum Pelembo, Channel 10 Michezo, kimataifa. Na hivyo mwana michezo wetu Salum Pelembo ametupitisha kufahamu na kujua yale ambayo yaliendelea na yanayoendelea hivi sasa katika anga la michezo kimataifa. Na sasa ni ule wasaa wa burudani. Burudani kunani? Moja kwa moja tunatua nchini Marekani kufahamu yale ambayo yanaendelea kwa wasanii mbalimbali nchini humo. Na hii moja kwa moja inamhusu msanii ama mwanamuziki Kanye West kuhusiana na kampuni ya viatu ambayo alikuwa nayo kwa kipindi kirefu. Na hii simulizi tunaipata moja kwa moja na mwanamichezo wetu Witness Matiku. Kampuni ya mavazi ya kimichezo pamoja na masuala ya fashion Adidas imeripotiwa kuuza bidhaa zote zilizosalia za viatu vya Kanye West vyenye thamani ya shilingi trilioni 1.2, ikihitimisha uhusiano wake na rapa huyo. Mkuu wa fedha wa Adidas Hama Olmaya ameweka wazi kuwa hakuna jozi hata moja ya viatu vya Yeezy iliyobaki katika kampuni hiyo. Kumbuka Adidas walivunja mkataba na West mwishoni mwa mwaka 2022 kufuatia kauli zake za chuki dhidi ya Wayahudi, na hivyo mapema 2023 Adidas iliamua kuuza sehemu ya hisa za Yeezy na kutoa mapato kwa mashirika ya hisani yanayopinga ubaguzi wa rangi na chuki dhidi ya Wayahudi. Baadaye Adidas na West walifikia makubaliano nje ya mahakama, wakimaliza mzozo wao wa kisheria na kuamua kuuza bidhaa za Yeezy zilizobaki. Witness Matiku, Channel 10+. Na hivyo msimulizi wetu Witness Matiku kuhusiana na uuzwaji wa bidhaa za Adidas zinazomhusu mwanamuziki kutoka nchini Marekani Kanye West. Nikiachana na hilo, naenda kuhitimisha na hili haswa kwa wale wanango wa 2000. Mengi ya serikali huenda kwa namna moja ama nyingine hamyafahamu. Zipo hadithi nyingi kuhusu wimbo wa safari ya Dodoma, ila kwa lugha nyepesi mwimbaji wa nyimbo ile ni Cosmas Tobias Chidumule akiwa na Super Matimila pamoja na Remi Ongala. Hapa kwenye hii wimbo ama huu wimbo, mzee wetu Chidumule anaeleza kinagaubaga ilikuwaje safari hadi kufikia uamuzi wa kutunga huu wimbo wa safari ya Dodoma. Mimi na Remi tulikuwa na tabia ya tukifika kwenye mji fulani tunafanya recovery. Tunazunguka jioni, anasema umeona nini? Kaambia bwana mimi nimeona, ngoja naimba wimbo huu. Nikaanza kuuimba jukwaani. Lakini baadaye ilikuwa ni kabla ya vyama vingi. Ndio imekuwa hivyo. Mwaka 92.
oh, oh, ay, ay, oh, ay, ay, oh, oh, jamani Dodoma, Dodoma ya Watanzania, Dodoma yetu ile, yetu wenyewe Watanzania, wana CCM wakati ule ulikuwa chama kimoja. Jamani Dodoma uzuri wake nenda mwezi wa 4 Dodoma, maua kila mahali, utafikia watu wameamwaga mle vichakani. Dodoma is beautiful. Jamani Dodoma. Na mimi nimenogewa hapa studio na wimbo wa serikali kuhamia Dodoma. Jamani Dodoma. Wanangu wa 2000, wimbo huo mnaufahamu, basi chukua hii kutoka hapa Channel 10 Plus michezo, kilicho bora kabisa kuhusiana na yale ambayo ya kiserikali huenda kwa namna moja ama nyingine ulikuwa ufahamu. Na ndivyo ambavyo nahitimisha yale yote ya dawati la michezo na burudani kwa siku nzima leo. Kumbuka mimi ni winga Teresa Witness Ngalawa, ni kurejeshe kwake Philipina Ndwata aweze kutamatisha habari yetu ya kutwa nzima ya leo. Naam, huyo ni winga Teresa Witness Ngalawa, ndivyo ambavyo ametamatisha habari za michezo pamoja na burudani. Na mtazamaji, nami sina la ziada kutokea hapa. Nikushukuru tu kwa kuungana nasi kuanzia pale mwanzo mpaka wakati huu ambapo natamatisha. Ulikuwa nami Philipina Ndwata. Nikutakie utazamaji mwema wa vipindi vyetu vinavyoendelea kutokea hapa Channel 10 Plus, na nikutakie usiku mwema. Kwaheri.